Karibu katika channel yako pendwa ya Feaboy kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo nataka nikakuonyesha jinsi ya kuweza kusajili akaunti yako ya BRELA ili uweze kusajili jina lako la biashara au uweze kusajili kampuni yako na usiweze kusumbuliwa. Hatua ya kwanza, ingia Google, utaandika neno BRELA, then utaweza kuiona website hii ya BRELA kama inavyoonekana au portal ya BRELA kama jinsi inavyoonekana. Sehemu hii utaona ORS, afu kuna online registration system. Utagusa hiyo online registration system ambao ni ORS na portal ya BRELA, basi moja kwa moja itaweza kufunguka namna hii. Baada ya portal hii kufunguka, utaweza kuona kuna sehemu hii ya kuweza kusign in. Katika sehemu hii ya kuweza kusign in kuna sehemu ya kuweka username na kuna sehemu ya kuweka password. Baada ya hapo utabonyeza neno sign in. Lakini kama hujawahi kufungua akaunti kabisa, basi wewe unachotakiwa kufanya ni kuweza kufanya registration. Na ili uweze kufanya registration utafungua hapa kwenye ORS. Subiri kidogo. Na baada ya kufungua utaweza kuiona namna hii kama jinsi inavyoonekana hapo. Na unachotakiwa sasa wewe kufanya ni kuweza kufanya registration. Kwa utagusa hapo sehemu hiyo ya juu iliyoandikwa registration, na hapo kama unavyoona utaweza kuona taarifa ambazo zinatakiwa. Taarifa ya kwanza ni nationality, utajaza wewe kama ni Mtanzania. Taarifa ya pili ni date of birth, utajaza, na taarifa ya tatu ni national ID au namba ya kitambulisho chako cha taifa utaiweka hapa. Then utaweza kuweka first name, middle name, last name, utaselect gender, utaweka mobile number, utaweka email address, utaingiza password zako, utarepeat password, then hii captcha kama jinsi inavyoonekana utaweza kuiweka hapa. Baada ya hapo utaweka I agree na utaweza kutuma. Hapo utakuwa umekamilisha usajili wako katika portal hii ya BRELA. Baada ya kukamilisha utakuja kwenye e-service for registered users, then utakuja zako hapa ili uweze kulogin katika akaunti yako na uweze kufanya kitu ambacho umekusudia kufanya. Kama ni kusajili jina lako la biashara au kama ni kusajili kampuni yako, basi utaweza kusajili. Kama unavyoona mimi hapa nimeshawasajili jina hili la biashara ambao ni Feaboy Internet Service. Kwa hiyo hata unapokuja kwangu kupata huduma yote kama cheti cha kuzaliwa, NIDA, TIN number au usajili wa kampuni, basi jua kabisa mimi mwenyewe tayari niko certified. Kwa hiyo ni uhakika. Na kama unavyoona hapa, basi moja kwa moja utaenda katika sehemu hii ya mwanzo, utabonyeza hapo kwenye start. Then hapo utaweza kuiona sehemu iliyoandikwa new e-service, utagusa hapo new e-service. Hapa kuna company, kuna business name, kuna industrial license, kuna trade and service mark, kuna patent, alafu kuna information service. Kwa hiyo hapa sasa utaangalia mwenyewe unataka kusajili kitu gani. Kama ni business name utagusa hapo, kama ni company utagusa hapa kwenye company name. Then kwenye company kuna sehemu hii ya kwanza, kuna service type, kuna company name reservation, registration of a new company, change of particulars of company, filling of document about company, filling of annual return account update. Kama ni new registration utagusa new registration, then utaendelea na hatua inayofuata kama hivyo, utaproceed. Then baada ya hapo basi utaambiwa uchague aina ya kampuni ambayo unaitaka kusajili. Utachagua aina ya kampuni hapo. Lakini lengo langu leo haikuwa kukuonyesha namna ya kusajili kampuni, ilikuwa ni kuonyesha jinsi ya kuweza kusajili akaunti yako ya BRELA ili uweze kufanya huduma zinazotolewa na BRELA. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya Feaboy, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Lakini unaweza ukatuwekea katika sehemu ya comment section, je, unataka kusajili jina la biashara au unataka kusajili kampuni, na ni hatua gani ambayo unaiona ni ngumu kwako katika usajili wa kampuni au usajili wa jina la biashara. Tuwekee katika sehemu ya comment section na mimi nitaweza kusoma comment yako na nitaweza kukusaidia wapi ambapo unapata shida. Asanteni na karibuni.